Urusi imefanya shambulizi kubwa la makombora pamoja na ndege takriban 500 huku pia makombora 50 yameweza kuangushwa huko nchini Ukraine na kusababisha watu 5 kupoteza maisha na wengine 16 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi usiku wa Oktoba 5, 2025. Karibu sana katika ripoti ya muda huu ambako utasikia pia taarifa ya Vladimir Putin ambaye amesema ya kwamba kama Marekani itatuma makombora ya Tomahawk yenye masafa marefu kwenda huko nchini Ukraine, hakika kabisa itavunja uhusiano wake, yani uhusiano kati ya Urusi na Marekani. Basi nakusihi ya kwamba unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo, ili pia uweze kujiunga na familia hii, familia ya ushindi kabisa, kwa taarifa zaidi na ripoti zaidi kutokea huko vita ya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi. Karibu sana katika ripoti ya muda huu. Shambulio kubwa la Urusi kote nchini Ukraine limesababisha watu takriban 5 kupoteza maisha na kujeruhi wengine takriban 16 usiku wa Oktoba 5. Taarifa mamlaka kikanda kutoka nchini humo imeleza hivyo. Urusi iliweza kurusha takriban ndege 500 zisizo na rubani na zaidi ya makombora 50 yakiwemo makombora ya ballistic ya Kinzhal yakilenga maeneo ya Lviv, Ivano-Frankivsk, mkoani Zaporizhzhia, Chernihiv, Sami, Kharkiv, Kherson, Odessa na huko Kirovohrad, ambako rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika hivyo kwenye jukwaa lake la kijamii la Facebook, na ametoa wito wa Marekani au kwa nchi ya Marekani pamoja na Ulaya kulazimisha Urusi kukubaliana na mapatano ya angani. Zelensky amesema ulinzi zaidi unahitajika nchini humo, utekelezaji wa haraka kwa makubaliano yote ya ulinzi, haswa kuhusu ulinzi wa anga, ili kunyima ugaidi huu wa angani maana yoyote. Usitishaji mapigano wa upande mmoja angani unawezekana na unaweza kufungua njia ya diplomasia ya kweli. Zelensky amechapisha hivyo baada ya mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yamejumuisha ndege zisizo na rubani takriban 500, lakini pia zaidi ya makombora 50 kuanguka nchini humo. Kufuatia mashambulizi hayo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani kifahamika kama Twitter, ya kwamba Urusi inatumia mashambulizi ya kigaidi dhidi ya raia na miundombinu ya Ukraine ili kuficha mashambulizi yake ambayo hajafanikiwa katika majira ya kiangazi, ambapo Brussels itaendelea kukamilisha kifurushi kijacho cha vikwazo kuhakikisha ufadhili na kutoa silaha. Huko mkoani Lviv nchini Ukraine, watu 4 wamepoteza maisha na wengine 6 wamejeruhiwa. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa Lviv, Maxim Kozytsky, ameandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Bustani ya viwanda ilishika moto wakati wa shambulio la kombora na ndege zisizo na rubani katika jiji la Lviv. Meya Andrei Sadovi ameandika kwenye mtandao wa Telegram na alihakikisha kwamba hakukuwa na malengo ya kijeshi kwenye eneo hilo. Wilaya mbili za Lviv hazina umeme na usafiri wa umma umezimwa kwa muda mrefu kutokana na shambulio hilo, Sadovi amesema. Na huko mkoani Zaporizhzhia, takriban mtu mmoja amepoteza maisha na wengine 10 wamejeruhiwa. Gavana Ivan Fedorov ametaarifu hivyo. Vikosi vya Urusi vilifyatua ndege zisizo na rubani na mabomu ya angani katika mkoa wa Zaporizhzhia na kushambulia biashara, viwanda na majengo ya makazi, ambapo kituo kikuu cha nishati pia kiliharibiwa, kukatiza nguvu kwa idadi kubwa watumiaji katika jiji na eneo jirani. Wizara pia ya nishati imeongeza hivyo. Huko Vinnytsia, shambulio la Urusi lilikumba kituo cha kiraia cha viwanda. Utawala wa kijeshi wa mkoa wa Vinnytsia umeripoti na hakuna majeraha zaidi. Pia ugavi wa umeme katika mikoa ya Sami na Chernihiv bado haujatulia, huku ratiba za kukatika kwa umeme kwa saa zikitumika, wizara ya nishati imesema. Na wataalamu wa kawi wa Ukraine wameliambia gazeti la Kyiv Independent ya kwamba mwezi uliopita Urusi itaanzisha kampeni nyingine ya kuangamiza sekta ya nishati ya Ukraine, ambayo ndio mwezi huu, baada ya kufuta nusu uwezo wake wa kuzalisha umeme mwaka jana, ambapo vyanzo vilivyo karibu na ikulu ya Kremlin pia vimeripoti kwa Bloomberg ya kwamba Moscow inakusudia kushambulia sekta ya nishati ya Ukraine katika mwaka huu. Ingawa wizara ya nishati na makampuni yamejitayarisha kwa mashambulizi hayo, lakini Ukraine bado haina uwezo wa ulinzi wa kulinda miundombinu yake yote ya nishati, huku miji ya Ukraine inaweza kukabiliwa na kukatika kwa umeme kwa saa nyingi kwa siku na kusiwa na joto
katika msimu huu wa baridi. Olena Lapenko ambaye ni meneja mkuu wa usalama na ustahimilivu katika Dix Group, tanki ya wataalamu wa nishati ya Ukraine, hapo awali alisema Ukraine na washirika wake wa Ulaya wanajadili mpango wa ulinzi wa anga wa ukuta usio na rubani ili kulinda upande wa mashariki wa Umoja wa Ulaya kufuatia uvamizi wa hivi karibuni wa ndege ambazo zina rubani na kuisaidia Ukraine kulinda anga ya nchi hiyo. Duru inayofuata ya mazungumzo imepangwa kufanyika Oktoba 15 huko Brussels, wakati mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa NATO ukifuatiwa na ule wa EU pia. Naye rais wa Urusi Vladimir Putin amesema ya kwamba kutumwa kwa makombora ya Tomahawk huko nchini Ukraine yatavunja kabisa uhusiano wa Marekani pamoja na Urusi ambao kwa sasa umeanza kama kusogea ama kunawili hivi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema uamuzi unawezekana wa Marekani wa kusambaza makombora ya Tomahawk kwa Ukraine unaweza kuharibu kabisa mwelekeo mzuri wa uhusiano kati ya Urusi na Marekani. Vladimir Putin amesema. Huyu alisema uamuzi unawezekana wa kutuma makombora ya Tomahawk kwenda Kivu utaharibu uhusiano wao kati ya Urusi na Marekani, au angalau mwelekeo mzuri unaoibuka katika uhusiano huo, kiongozi wa Urusi amesema. Akizungumzia hotuba yake katika kikao cha wajumbe wote cha klabu ya mazungumzo ya Vardai siku Alhamisi wiki hii, Putin alisema akitoa muhtasari wa ukweli wa hali hiyo na ni vizuri jinsi ya kuitikia hilo ni juu ya wenzake, viongozi wa nchi za Magharibi, ila yeye huwa mkweli katika hotuba zake, alikazia hivyo. Inakumbukwa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alithibitisha Septemba 28 ya kwamba Washington ilikuwa inafikiria kutoa makombora meli ya Tomahawk kwa nchi nyingine za NATO kwa ajili ya uhamisho wa baadaye kwenda Ukraine, na kulingana kiongozi huyo alisema uamuzi wa mwisho kuhusu swala hilo utatolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Mwisho wa taarifa muda huu. Pia taarifa zingine na kuahidi ya kwamba endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi, na kusiki tu ya kwamba usiache kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote hizi za kimataifa huwa unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Usisahau ya kwamba pia taarifa hizi nimekuwa nikizoa kwenye grupu letu la WhatsApp, na unaweza kujiunga nasi sasa kama pia utahitaji kupata taarifa hizi kwa njia ya WhatsApp. Nambari ni 0679619650. Basi sasa unaweza kunitumia message ya neno niunge, nami moja kwa moja nitakuunga kwenye grupu letu la habari na matukio moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo.